Naam, habari za wakati huu, karibu tena. Ni matumaini yangu makubwa upo salama kabisa. Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa. Ni kuhusu kwa nini nchi za magharibi, mataifa ya magharibi yanataka kumuua Ibrahim Traore. Ni kwa nini Marekani, ni kwa nini Ufaransa wanamchukia sana Ibrahim Traore. Majaribio yote yaliyoshindikana ya kutaka kumuua Ibrahim Traore, lakini pia kutaka kupindua serikali yake, mataifa ya magharibi yanahusika kwa kiwango gani? Ni kwa nini wanamchukia sana Ibrahim Traore? Kiufupi ni kwamba vita vya kuwania uhuru wa Afrika vimeingia katika hatua mpya ngumu, huku Ibrahim Traore wa Burkina Faso akiwa katikati yake, na tangu aingie madarakani Septemba 2022, Captain Traore amekuwa kitovu cha upinzani wa magharibi, akikabiliwa na majaribio ya kushangaza 20 ya mauaji. Kosa lake kubwa Ibrahim Traore ni kusubutu kurudisha rasilimali na mamlaka ya Burkina Faso kutoka kwa udhibiti wa magharibi, hasa ushawishi wa ukoloni mamboleo wa Ufaransa ambao umetawala eneo hilo kwa miongo kadhaa. Hilo ndilo kosa lake kubwa. Kwa hiyo Ufaransa hawajapenda, lakini pia tumeona Marekani hawajafurahishwa na hiki ambacho anakifanya Ibrahim Traore. Na kubwa tumeshuhudia pia Kamanda Langley, kamanda wa nyota 4 wa Marekani ambaye anaongoza AFRICOM, alidiriki kusema kwamba Ibrahim Traore akamatwe kwa sababu amekuwa akitumia dhahabu za Burkina Faso kujinufaisha yeye binafsi na sio watu wa Burkina Faso. Kwa hiyo ni wazi Marekani pia hawapendezwi na uraisi wa Ibrahim Traore Burkina Faso. Kiini cha mzozo huu kiko katika mkataba wa ukoloni wa Ufaransa uliosifika mwaka 1958 na Charles de Gaulle, huku vuguvugu la kudai uhuru likienea kote barani Afrika. Makubaliano haya ambayo hayakujadiliwa sana katika vyombo vya habari vya magharibi yalidumisha ukoloni wa kiuchumi wa ufanisi huku yakijenga udanganyifu wa uhuru wa kisiasa. Chini ya masharti yake, Ufaransa ilidumisha umiliki wa mali asili zote katika makoloni yake ya zamani, ilidai 95% ya utajiri wa kitaifa, ilikopesha pesa kwa mataifa ya Kiafrika kwa kiwango cha riba vya unyonyaji na kupata haki za kwanza kwa kandarasi zote za serikali. Mpangilio huu ulihakikisha kuwa nchi kama Burkina Faso zikiendelea kuwa tegemezi kifedha licha ya uhuru wao wa kawaida. Ibrahim Traore akifuata nyayo za Thomas Sankara, kiongozi wa mapinduzi wa Burkina Faso ambaye aliuawa mwaka 1987, amesambaratisha kwa utaratibu muundo huu wa ukoloni mamboleo. Amerudisha umiliki wa migodi ya dhahabu ya nchi hiyo, kujadiliana upya mikataba ya kinyonyaji. Amewekeza sana katika kilimo ili kuhakikisha uhuru wa chakula. Kama nakumbuka juzi kati hapa amenunua zana kwa ajili ya kilimo kama matrekta zaidi ya 200 kwa lengo la kuwekeza zaidi katika swala zima la kilimo. Lengo ni kuhakikisha kunakuwa na uhuru wa chakula, lakini pia anajenga kiwanda cha kusafisha dhahabu ili Burkina Faso iweze kuchakata rasilimali zake badala ya kusafirisha malighafi kwa faida ya magharibi. Vitendo hivi vinawakilisha changamoto ya moja kwa moja kwa utaratibu uliowekwa ambao umehifadhi utajiri wa Afrika kuelekea kaskazini mwa karne nyingi. Jibu la magharibi limefuata kitabu cha kucheza kinachojulikana kama vile viongozi wa zamani kama Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah na Muammar Gaddafi walikabiliwa na kuyumbishwa na kuondolewa walipotishia maslahi ya magharibi. Traore sasa anakabiliwa na kampeni za propaganda zinazomtuhumu kwa rushwa na udikteta, lakini kampeni hizo wanaozianzisha na wanaozileta ni mataifa ya magharibi kwa lengo la kutaka kumuondoa madarakani. Tunakumbuka Muammar Gaddafi
namna ilivyotokea mpaka anauawa, lakini pia historia ya Patrice Lumumba pamoja na Kwame Nkrumah. Ndivyo hivyo tunachokiona sasa kwa Captain Ibrahim Traore, wakijaribu kutaka kumpindua, lakini pia wakijaribu kutaka kumwangamiza. Kitu cha kushangaza ni kwamba mara chache mataifa yenye nguvu za magharibi huwalenga viongozi wa Kiafrika ambao wanadumisha utawala wa kimabavu kwa miongo kadhaa, huku wakitumia maslahi ya kigeni kama vile Paul Biya nchini Cameroon au Teodoro Obiang nchini Equatorial Guinea. Uteuzi uliochaguliwa wa masuala ya demokrasia unaonyesha vipaumbele vya kweli vinavyohusika. Kinachofanya Traore hasa kutishia maslahi ya magharibi ni sehemu yake katika mabadiliko mapana ya kikanda. Pamoja na Mali na Niger, Burkina Faso imeunda muungano wa mataifa ya Sahel inayowakilisha changamoto kubwa kwa ushawishi wa Ufaransa katika Afrika Magharibi. Nchi hizi zinadai haki yao ya kuamua mustakabali wao wenyewe, lakini pia kuchagua washirika wao wa kibiashara na kuhifadhi manufaa ya utajiri wao wa asili kwa ajili ya watu wao. Vuguvugu hili linaangazia maono ya Kwame Nkrumah ya kuwa na Afrika yenye umoja, inayojitosheleza, ambayo inaweza kujadiliana na madola ya kimataifa kwa masharti sawa. Siku ya kimataifa ya maandamano tarehe 30 ya mwezi wa 4 ilidhihirisha uelewa unaongezeka miongoni mwa watu wa Afrika duniani kote kuhusu kile kilicho hatarini nchini Burkina Faso. Maandamano huko Wagadugu, Accra, Abuja, Kingston, London, Paris, Berlin na miji mingine mingi yalitumia ujumbe wa wazi kwamba Waafrika wanatambua muundo wa historia na hawatavumilia mauaji mengine ya kiongozi anayeendeleza. Mshikamano huu wa kimataifa unawakilisha awamu mpya katika ufahamu wa Afrika nzima, ambapo majaribio ya kuondoa viongozi wenye maono yanakabiliwa na upinzani mkubwa. Kwa wale wanaotaka kuelewa hali ya sasa ya kisiasa ya Afrika, ni muhimu kuangalia zaidi simulizi za vyombo vya habari vya magharibi ambazo mara nyingi weka uongozi wa Kiafrika kwa maneno rahisi ya madikteta dhidi ya wanademokrasia. Mgawanyiko wa kweli unazidi kuongezeka kati ya viongozi wanaotumikia watu wao kwa kurudisha mamlaka ya kitaifa na wale wanaodumisha miundo ya kiuchumi ya kiunyonyaji iliyoanzishwa wakati wa ukoloni. Ibrahim Traore anawakilisha zamani, na mafanikio au kushindwa kwake kutakuwa na athari kubwa kwa maendeleo ya kisiasa na kiuchumi ya Afrika ijayo. Lakini amesimama kidete na kuonekana ni moja kati ya viongozi ambao kwa sasa wanapendwa mno barani Afrika, lakini anapinga ukoloni mamboleo. Hii ndiyo sababu kubwa ambayo inapelekea wanataka kumwangamiza. Lakini kubwa, tumeshuhudia Ibrahim Traore akifanya mambo makubwa mno kuvunja uhusiano wake na Ufaransa, lakini pia kubwa kuhakikisha kwamba anaijenga Burkina Faso ambayo itakuwa inajitegemea. Lakini pia Marekani na mataifa mengine magharibi yamechukizwa kwa kiasi kikubwa. Sasa unaweza kupata hata picha kwamba usalama ambao unakosekanika huko Burkina Faso kutokana na makundi ya kigaidi, unaweza ukajiuliza kwamba huenda Marekani imekuwa kifadhili makundi hayo na kuyapatia silaha na kutaka yafanye matendo ya kigaidi Burkina Faso kwa lengo la kutaka kuonekana kana kwamba Ibrahim Traore ameshindwa kuiongoza Burkina Faso, lakini pia ameshindwa kupambana na makundi hayo ya kigaidi. Ibrahim Traore ni kiongozi ambaye kwa sasa barani Afrika anawindwa kila siku, lakini majaribio yote ya kujaribu kumuua yamekuwa yakishindikana. Kubwa ni kile ambacho anakipigania, kupinga ukoloni mamboleo na kutaka Burkina Faso ambayo itakuwa na uwezo wa kujitegemea, lakini pia Afrika inaamka na viongozi wa Kiafrika wanaacha kuwa chini ya mataifa magharibi na sasa kuanza kujitegemea wao kama wao. Tochea maoni yako. Ibrahim Traore kwako na mchukuliaje? Lakini mataifa ya magharibi yanamuinda sana na majaribio mengi ya kutaka kupoteza maisha yake yamekuwa yakiongezeka kila siku, lakini Mungu ni mkubwa mno. Ibrahim Traore amezidi kuishi na anazidi kupambania Burkina Faso pamoja
na Afrika kiujumla. Tukutane tena wakati mwingine, lakini kubwa tuachie maoni yako kwa hiki na kile ambacho ungependa pia tukifahamu kutoka kwako.